Karibuni. Niwasaidie nini? Sisi ni maafisa wa kampuni ya udalali wa mahakama na mnada. Mnada? Ndio. Tumekuja hapa kwa sababu kuu mbili tu. Moja, tumekuja kufanya tathmini ya nyumba yako na kuthibitisha thamani yake. Pili, tumekuja kukutaarifu rasmi kuwa nyumba yako inatarajiwa kuuzwa kwa njia ya mnada. Kutathmini? Nyumba kuuzwa? Samani, mbona siwaelewi? We mama, mbona unapenda kujitoa ufahamu sana? Ina maana hujui kuwa una deni kwa mzee Sha? Sasa sikia. Tayari tumeshafanya ukaguzi wa nyumba yako. Kwa hiyo, kwa tathmini za awali, nyumba yako hii inafaa kabisa kuuzwa kwa mnada. Na utakapotuona tena hapa, tutakuwa tumekuja kwa shughuli moja tu. Tutakutoa ndani nyumba hii na kuikabidhi kwa mmiliki mpya ambaye atakuwa amefika bei ya mnada iliyopangwa. Tunatumaini umetuelewa. Uwe na siku njema. Niambie, unafanya nini hapa? Au unapoteza muda tu? Lasha, ni kinyume kabisa. Siku hizi nimekuwa nikiingia mara kwa mara kwenye Lionbet. Ninajiburudisha na wakati huo huo napata nafasi ya kujinufaisha pia. Wow! Nimepata. Ni kweli? Na wao ndo anaendesha draw yenye zawadi kubwa zaidi kwa sasa? Ndiyo, ni wao kabisa. Kwa sasa Lionbet inaendesha promotion kubwa ya draw. Kwa kila amana ya €50 utapata tiketi moja ya bahati nasibu. Hivyo, sio kwamba unacheza tu na kujiburudisha. Tanzania haijawahi kuona promotion kubwa kama hii. Kweli kabisa. Ingekuwa vizuri kushinda safari ya mapumziko au pesa nyingi sana. Kweli kabisa. Zawadi zinazotolewa ni pamoja na safari za kwenda Dominican Republic, Jamaica, Bahamas pamoja na $10,000 za Kimarekani. Kila mtu ana nafasi ya kushinda. Draw imegawanywa katika hatua 6. Jumla ya washindi watakuwa 2,250
Mbali na zawadi kuu, washindi wanaweza pia kujishindia free spins na free beti, kuanzia idadi ndogo mpaka kiasi cha kutosha mwaka mzima. Mimi sichezi tu, najiwekezea nafasi ya kupata likizo ya ndoto. Hiyo ni nzuri sana. Kuna namna ya kuongeza nafasi ya kushinda? Ndiyo, ipo. Kadri unavyokusanya tiketi nyingi wakati wa promotion, ndivyo nafasi yako ya kushinda inavyoongezeka. Mimi tayari nimekusanya tiketi 3 kupitia amana zangu. Hivyo nafasi yangu ya kushinda ni kubwa zaidi. Na wakati huo huo, nimeweza kushinda pia. Bro, basi nionyeshe na mimi namna ya kushiriki. Nahitaji kufanya nini? Nisikilize vizuri. Na nyinyi pia wapenzi wa ukurasa wangu, bofya link iliyokuwepo katika maelekezo, jisajili kwa watu wachache tu. Kisha baada ya kuweka amana yako ya kwanza ya €50, utaingia moja kwa moja kwenye promotion. Mfumo ni salama na malipo hutolewa haraka. Baada ya hapo, yote yanategemea na tiketi ambazo ulizozikusanya. Kadi inavyoongezeka, ndiyo nafasi yako ya kushinda zawadi inakuwa kubwa. Na kutakia kila laheri. Wao wanahitaji kuwa na bahati kubwa sana, maana mimi nimejipanga kushinda zawadi kubwa kubwa. Leonbet ndo habari ya mjini. Mama. 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 Ni dhahiri kabisa hapo sawa. Nini kimetokea? Mbona unalia? Mama, kuna shida gani? Mama, nini kimetokea? Nisikilize mama. Mimi ndo binti yako wa pekee. Huzuni yako wewe ndo huzuni yangu mimi pia mama. Na furaha yako ndo furaha yangu mimi pia. Please mama, naomba niambie, nini kimetokea? Binti yangu, nyumba yetu muda wote kuanzia sasa inaweza kupigwa mnada. Mnada? Mama, sikuelewi. Yaani ipigwe mnada kwa sababu gani? Mwanangu, kusoma kwako, ada zako, mahitaji yako yote ya shule na kila kitu kilichofanikisha wewe kupata kazi iligharamia kwa pesa ya mkopo. Mkopo? Kuna mtu nilimkopa. Sasa amechoka kusubiri pesa zake. Ni deni la muda mrefu sana. Amenipa chaguzi ya mambo mawili. Nyumba yetu ipigwe mnada au nini mama? Niambie. Akuoe wewe, uwe mke wake, ili iwe fidia deni lake. Siwezi kukubali jambo kama hilo. Una haki ya kumchagua mtu wa maisha yako mwanangu, lakini sio kuolewa kwa kulazimishwa ili kulipa deni langu. Sitokubali. Mama, ni mtu gani wewe?
Ni nani anayetaka kufanya tendo cha kikatili namna hii? Mzesha. Ni kweli mimi ndo nilihitaji kuonana na wewe. Lakini wakati nakwambia naomba tafuta sehemu tulivu, sikutegemea kama eti ndo utaniita tuzungumze sehemu kama hii. Moina, hiyo michezo mimi naijua. Wewe ongea ulichotaka kukisema, niko hapa na kusikiliza. Ama niondoke? Ni muda mrefu umepita. Siku zimesonga Ana. Sijakutia machoni pangu. Hatujapata muda wa kuzungumza. Tunahitaji muda tukae tujadili kuhusiana na future yetu. Lakini nimerudi sielewi, naona tu umebadilika. Hebu jitazame hata unavyovaa. Huyu ndo Ana ambaye nilimwacha? Nikwambia mara ngapi labda ili uelewe? Nimeshasema tayari. Tena kwa urefu kubwa. Mimi sio Anastasia wako. Mimi ni clown 45, kikosi namba chafu. Masela na madem kuchaenza hapo. Yaani hii ni namba tasa. Inagawanyika kwa moja na kwa wenyewe tu. Basi kama wewe namba tasa ambayo inagawanyika kwa moja na yenyewe, mimi ndio hiyo moja. Na mimi ndio hiyo yenyewe. Fanya vyovyote ambavyo utafanya. Amua lolote ambalo utaamua, lakini siwezi kuacha kukupenda. Na siwezi kuacha kukufuatilia. Hebu nitazame, ni mimi mwina wako. Yule ambaye kila siku ulikuwa ukiimba kuwa unampenda. Umepatwa na nini? Tena naomba unisikilize vizuri. Sitaki mazoea na wewe. Sitaki ukaribu na wewe. Sitaki urafiki, sitaki mapenzi, sitaki chochote kutoka kwako. Mina, naomba usiendelee kunifuatilia. Nimeshakwambia mimi ni mtu mwingine kabisa. Nina maisha mapya. Na wewe ndo sababu. Au unajisahau? Umeniacha miaka mingi. Leo unakuja kuongea kitu gani? Sina muda na wewe. Tena usiendelee kunipotezea muda wangu. Usiendelee kunifuatilia Moina. Tutakuja tukorofishane. Nitakuja kukuonyesha upande ambao hujawahi kuuona. Niko tayari kuona huo upande wako wa pili. Kama kuna chochote ambacho kitanitokea, kama kuna lolote ambalo unataka kufanya kwangu, fanya. Ila siwezi kuacha kukupenda. I love you very much. Crown, nimekuja banda kwa nipe jibu hili moja tu. Yule mshamba loko na naye pale, ni bwana yako au ni nani yako? Unaniuliza hivyo wewe kama nani? Sitegemee kusikia tena upumbavu huu katika kinywa chako. Tumzima kisheti wewe. Bokra, wale ndugu yangu, uondo huko. Madamu wewe, mimi ninapikuambia kila siku utaki kuelewa. Hivi
kilichokuleta ni kumlinda mwanangu au na mambo yako binafsi? Madam, mbona nashindwa kuelewa? Nimefika tu unaanza kunilaumu. Na kulaumu kwa sababu unaweza kuniambia ni kwa nini Jeni na Makonda wamerudi wenyewe nyumbani? Wewe ulikuwepo wapi? Mimi kuna mtu nilikuwa nazungumza naye. Nilivyorudi nikakuta wenzangu wameondoka. Shukuru Mungu wamerudi salama. Laiti kama wangepata matatizo huko nje. Hivi unahisi ni nani angehusika katika hili? Frankie, kama kazi imekushinda niambie, nimtafute mtu mwingine. Hivi unajua thamani ya mwanangu wewe? Samahani madam. Ni kuahidi tu haitojirudia tena. Kazi umalaya tukulinda. Dawa yako ipo jikoni. Wewe usinitise wewe. Tena usinitise wala kidogo ninapokuambia. Nangu nimetoka kwetu, nimetoka Nsambili. Babu alikinipika mimi kunipeleka Nkende, akanipeleka mpaka Nkunya kwa Nzeli Mbende kule. Tukabifika kule, nje wakanidumbukiza kuchungu, wakaniambia nenda mjini. Sasa nikalofisa nini? Uniwezi kumtawi wala uniwezi kufanya kazi wala kinini. Na utatoka kwanza umenikuta. Ungali kuumana sana. Mtu mwenye mbavu. Jinga nini wewe? Bwana Mwina, vipi? Amekuelewa? Kiukweli hajanielewa. Lakini unajua mimi ninachokiona anahitaji muda kidogo. Pasa hata mimi inaniumiza hii situation ambayo napitia. Najua inakuumiza kama kaka. Ila tungempa muda kidogo, tunafikiri taratibu atabadilika. Mimi nikuahidi tu nitafanya kadiri ya uwezo wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa kweli mimi tu nikushukuru kwa sababu sidhani kama kuna mtu mwingine yoyote ambaye tunamtazamia na kumtarajia kumbadilisha Anastasia kama wewe. Wewe ndo mtu pekee ambaye tunaamini unaweza kutusaidia katika hili. Kwa hiyo take your time. Zungumza naye, weka mambo sawa. Mimi naamini akisharudi katika hali ya kawaida, hayo mengine yanawezekana tu. Ni mambo madogo yalobakia. Mimi nikushukuru kwa kuendelea kuwa na matumaini kwangu. Na kwa kuwa nampenda mdogo wako, unaelewa namna gani nimefall in love kwa Anastasia. Nitaendelea kupambana kuhakikisha naona mabadiliko yake. Sio tu kwa sababu yako, kwa sababu wewe ni kaka yake, lakini hata kwa sababu yangu pia. Mimi nafikiri hilo limeisha. Nilitaka nikuulize kitu kimoja. Masomo umeshamaliza. Kwa sasa hivi una mpango gani? Au una ratiba gani hapa mjini? Sina mpango wote, ila nimejaribu tu kuapply kazi kwenye baadhi ya kampuni. Nimetuma maombi yangu huko. So, nasikilizia majibu. Unajua I was impressed na matokeo yako. Nimetazama cheti chako, nimeona umefanya vizuri sana. Na kusema ukweli tu nimeona unaweza ukafit somewhere. Kwa mfano pale shuleni unaweza ukaandika barua yako, ukaleta maombi, na of course kwa nafasi yangu mimi ninaweza nikaona namna ya kukusaidia ukapata nafasi pale bwana. Tunahitaji wataalamu kama nyinyi. Nyinyi ni watu ambao mmesoma, na nina imani hiyo elimu uliyoipata wewe unaweza ukaifikisha kwa vijana wangu pale. Jambo likawa zuri kabisa. Unaichukuliaje hiyo? Umeni surprise sana kiukweli. Mimi nafikiri ni jambo jema, na mimi sina tatizo kwenye hilo wazo ambalo umelitoa. So what next? Unipatie email ya ofisi ili niwatuie huko. Limeisha hilo bwana Mwina. Wewe kuwa na amani. Mimi natamani elimu ulionayo uje uwapatie vijana wangu pale, na nina imani utafanya vizuri kazi. Sina kuchoka na wewe. Thank you so much. Nashukuru sana. Naam.
Shikamoo. Hapo sasa ndipo napoharibu. Kwani unaharibikiwa na nini ukiniambia mambo? Sawa, mambo. Poa Lazizi wangu. Ongea na kusikiliza. Kilichonileta hapa ni maombi kuhusu nyumba yetu. Mzee Shah, nilikuwa naomba nivumilie. Mimi ndo nitakulipa hiyo pesa. Mimi naona muda wa maombi umeshapita. Na Machagu alishamkabidhi mama yako. Lakini hakuna cha lakini. Kuna mambo haya mawili. Ukubali ni kuoe uwe mama wa watoto wangu, au muhame katika ile nyumba. Tuna discussion. Naona kila kitu kipo tayari. Tunaweza tukaondoka sasa. Hapa kila kitu kiko tayari. Tunaweza tukaondoka. Ila ninaombi. Kuna maana nataka unipitishe. Wapi? Nataka nipitie nyumbani kidogo nikasalimie familia. Sasa mbona unijibu kaka? Okay. Kila kitu okay ndo nini? Nimekubali twende. Okay. Ni bodyguard, afisa usalama, yake ahadi kumlinda mteja. Bwana vipi ndugu zangu? Safi. Naona kila siku mnashinda tu kijiweni. Wenzenu tunatembelea magari kama hivi, nyinyi bado mnashinda tu kijiweni. Yaani mimi kwa najua nitawakuta labda na nyinyi mna magari. Yaani kazi yenu mmekaa tu kijiweni, hamna hata msingi wote nini? Hamna mbele, hamna nyuma, maisha haya. Yaani hebu njoo kwanza. Njoo kwanza wewe, maskini. Njoo maskini wewe. Shika ikanywe kawa hivi. Shukran sana kaka, siku hizi umepiga hatua, natamani kuwa kama wewe. Wewe unaweza kulala na nyoka kweli. Mbona anahisi kama kuna watu wanatufuatilia? Hakuna lolote. Basi sawa, usikawie kurudi. Nishuke vipi peke yangu? Shuka na wewe ujapo kaiangalia hata familia yangu. Okay. Yafu hilo neno mimi silipendi. Yaani uko unajua?
Wewe Abdalla, hivi wewe una matatizo gani kwa kweli wewe? Mimi mbona sina tatizo lolote ile brother. Ina maana huyu bi mkubwa ana akili mimi kunipigia mimi simu kunielezea changamoto zako wewe. Kwa nini unarudi saa 7 za usiku? Na bi mkubwa anakuambia kabisa, huyu kuanzia leo akirudi saa 7 za usiku na akianza kukujeulia, mimi naomba unipigie simu, nitakuja kumfurahisha mimi huyu. Kunguru mweusi. Bora useme wewe kaka yake. Maana mimi naongea mpaka sielewi, yani mpaka kichwa kinaniuma. Huyu mtoto ananipa changamoto. Yani ningekuwa na uwezo, ningemuuza mimi huyu. Nimechoka na tabia zake, angalia minywele yake ilivyokaa vibaya kama mizizi ya bange. Bora bi mkubwa huyu ungemuuza toka mwanzo. Tungepata bando sisi. Ungekuwa na bando mpaka leo aliishi mpaka unakufa. Angalia mimi mwenzio ninavyolindwa sasa hivi. Mimi nalindwa sasa hivi. Unaona mwenzio yule amesimama muda mrefu pale. Mwenzio mimi nalindwa unaambiwa. Yaani mimi nalindwa na huyu jamaa kwa sababu ya ustaarabu. Napendwa. Unamwona mtu kaganda muda wote kakaa kama dondola. Famasiala ni kwa vizuri. Mguse uone. Wewe unakimbia tu na minywele yako umekaa namna unakimbia na minywele yako utafikiri fisi. Una adabu manake ni. Pumbavu. Takubega dua. Mama, acha mimi niende. Haya baba, karibu. Unafanya nini hapa? Kwani huyu ndugu yako yupo sawa kweli huyu? Yaani huyu fuse muda mwingine zinachomoka. Unajua ulinzi wao wanakaa kama maroboti, kwa fuse huwa zinachomoka, zikichomoka fuse huwa ni mfuate.